na kusalimia kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye moto lao na kupenda. I love you. My name is Prophet and Pastor Charles Iromo, Ambassador of God worldwide, or Nabii na Mchungaji Charles Iromo, balozi wa Bwana duniani. Bwana amenituma nikuletee message inayosema hii ni dawa ya pressure na dhambi. Hii ni dawa ya pressure na dhambi. Ndio message ambayo Mungu amenituma nikuletee. Narudia tena, nasema hii ni dawa ya pressure na dhambi. Neno la Mungu linasema hivi: kuna maeneo matano au milango mitano au viwanja vitano vya vita kati ya wanadamu na shetani, ambayo maeneo hayo au milango hiyo au viwanja hivyo, neno la Mungu linasema pressure inapitia maeneo hayo matano kuingia ndani ya mwanadamu, na dhambi inatumia hayo maeneo matano kuingia ndani ya mwanadamu. Ndio maana ujumbe unasema hii ni dawa ya pressure na dhambi. Na naomba tuanze kutazama eneo la kwanza la kuona. Maana yako maeneo matano. La kwanza la kuona, la pili la kusikia, la tatu kunusa, la nne kuonja, la tano ni eneo la hisia. Naomba nianze na la kuona. Neno la Mungu linasema hivi, Hesabu 13:33, kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki walitoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, ndivyo walivyo tuona sisi. Neno la Mungu linasema hivi, Musa alituma wapelelezi makundi mawili. Kundi la kwanza likawaona maadui walioenda kupeleleza kwenye nchi ya Kanaani, maadui wa Israeli, kwamba ni wakubwa, wana maumbo makubwa, na wao wakajiona kama panzi. Na wao wakajiona kama panzi. Na ili neno la Mungu linafanana na ile lililoandikwa kwenye Samueli wa kwanza sura ya 17. Neno la Mungu linasema kwenye Samueli wa kwanza 17, kuna kisa pale cha Goliath na mfalme Sauli na jeshi la Israeli na wana wa Israeli na Daudi. Neno la Mungu linasema Goliath alikuwa ni mtu mwenye umbo kubwa. Watafiti wengi tunakubaliana kwamba alikuwa ana urefu usiopungua mikono 6 na kuendelea. Neno la Mungu linasema Goliath alimwambia mfalme Sauli na jeshi lake na Israeli, toeni mtu mmoja apigane na mimi, akinishinda sisi Wafilisti tutakuwa watumwa wenu, na mimi nikimshinda Israeli mtakuwa watumwa wetu. Neno la Mungu linasema kila mfalme Sauli alipoona umbo la Goliath akaogopa. Jeshi lake lilipoona umbo la Goliath, hakuna hata mmoja aliyesubutu kupigana na Goliath. Hivyo hivyo raia wa nchi ile, yani wa Israeli au raia wa mfalme Sauli, neno la Mungu linasema walipomuona nao umbo la Goliath, neno la Mungu linasema watu wote wakaogopa, kasoro mtu mmoja Daudi. Naye alikuwa na umbo dogo, lakini alikuwa akienda kwa ndugu zake kuwaona wameshindaje, na saa nyingine alikuwa anawapelekea chakula. Neno la Mungu linasema naye akamwona Goliath, lakini Daudi hakumwogopa Goliath, japo mfalme kamogopa. Daudi hakumwogopa Goliath, japo jeshi lake limeogopa, raia wameogopa. Daudi akamwambia mfalme, nikimuua Goliath tapata nini? Akaanza kupeleleza wapambe wa mfalme wakamjibu. Neno la Mungu linasema
Daudi akasema mimi niko tayari kupigana na Goliath. Maana alikuwa atakayepigana na Goliath na kumshinda atapewa binti wa mfalme na zawadi nyingi. Na Mungu linasema Daudi, kwa sababu Daudi alitengeneza ngome ya kiroho ili kumshinda shetani eneo la kuona, ndio maana hakumuogopa Goliath. Akamfuata Goliath tena kwa dharau na manati ya kizamani, akamwambia atakupiga kwa jina la Bwana wa majeshi. Goliath akasema kwa nini ndege mpaka wananijia na manati? Lakini Daudi kweli akampiga Goliath, akamkata kichwa sawa sawa na neno la Bwana. Naomba nirudi kwenye Hesabu 13:33. Inasema kisha huko tuliona Wanefili wana Wanaki walitoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. Neno la Mungu linasema wakati Musa ametuma wapelelezi kuipeleleza Kanaani, kundi la kwanza likaona Wanefili wana Wanaki, likaona ni wakubwa sana. Ni kweli walikuwa na maumbo makubwa, ni ukweli kabisa. Na Mungu anasema wao wakajiona kama mapanzi. Lakini neno la Mungu linasema Joshua aliwaona wale watu wenye maumbo makubwa kuliko wao, wale watu wakubwa kuliko wao, wale watu wenye maumbo ya mijitu. Joshua alipoona, kwa sababu Joshua akosao nguvu za Mungu wake wa mbingu na nchi, akawaambia watu kama ilivyoandikwa Hesabu 14:9, akasema hivi, lakini msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi. Yes, inasema hivi. Narudia tena Hesabu 14:9, lakini msimwasi Bwana wala msiogope wala wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Narudia tena Hesabu 14:9, lakini msimwasi Bwana wala msiogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Kwa sababu ripoti ya kwanza iliyoletwa na kundi la kwanza ilisema watu ni wakubwa sana, wana mambo makubwa, na ni kweli kabisa. Wakajiona wao kama mapanzi. Joshua na Caleb Joshua akasema msiwe na wasiwasi wala msimwasi Bwana wala msiogope, wale watu ni chakula chetu. Kwa nini? Joshua aliona nguvu za Mungu wake ni kubwa, nguvu za Mungu wa mbingu na nchi ni kubwa kuliko nguvu za wale watu. Kwa sababu hiyo, kwa lugha nyingine, Joshua na Caleb walikuwa wamejenga ngome ya kiroho, ndio maana waliona wale watu ni chakula chao. Wale watu wengine, upelelezi wa kwanza, waliwaona wale watu wakubwa, na ni kweli ni wakubwa, wana mambo makubwa, ni kweli. Lakini kwa nini hawakuona ni chakula chao? Kwa sababu moja, hawakujenga ngome ya kiroho ya kumshinda shetani eneo la kuona. Nini nataka kusema? Sikiliza neno la Bwana. Ukiona shida ulio nayo ni kubwa kuliko nguvu za Mungu wako, Mungu wa mbingu na nchi, hiyo shida Mungu wako hawezi kusaidia kuitatua. Ukiona dhiki ulio nayo ni kubwa kuliko Mungu wako, Mungu hawezi kusaidia kuitatua. Ukiona tabu ulio nayo ni kubwa kuliko nguvu za Mungu wako wa mbingu na nchi, Mungu hawezi kuondoa hiyo tabu kwako. Na ukiona tatizo ulio nalo ni kubwa kuliko nguvu za Mungu wako wa mbingu na nchi, hilo tatizo haliwezi kuondoka kwako. Ukiona ugonjwa ulio nao, haijalishi na jina la kansa au jina la ukimwi au jina la ugonjwa wa moyo au Ebola, lakini ukiona ugonjwa ni mkubwa kuliko Mungu wako wa mbingu na nchi, huo ugonjwa hauwezi kupona. Hivyo hivyo, ukiona changamoto yoyote ile ulio nayo ni kubwa kuliko Mungu wako wa mbingu na nchi, hiyo changamoto ulio nayo hutaweza kuitatua. Kwa nini? Kwa sababu umemvunjia Mungu heshima. Baada ya kuona shida ulionayo, dhiki ulionayo, tabu ulionayo, tatizo, ugonjwa ulionao, changamoto ulionayo, kwa yoyote ile, baada ya kuona ni kubwa kuliko Mungu wako wa mbingu na nchi, Mungu wako hawezi kusaidia kuitatua hiyo changamoto. Lakini neno la Mungu linasema hivi,
Ukiona shida ni ndogo, Mungu wako ni mkubwa, kwa sababu ni Mungu wa mbingu na nchi. Hivyo hivyo ukiona dhiki ulio nayo, tabu ulio nayo, tatizo ulio nalo, ugonjwa ulio nao, hata kama una jina kubwa, unaitwa kansa au ukimwi au Ebola au ugonjwa wote ule, na ukiona changamoto ulio nayo ni ndogo kuliko Mungu, Mungu atakusaidia. Kama ni ugonjwa atakuponya, hata uitwe kansa, hata uitwe ugonjwa wa Ebola, hata uitwe ukimwi, Mungu wako atakuponya. Kwa nini? Umeuona ugonjwa mdogo, Mungu wako mkubwa, kwa sababu ni Mungu wa mbingu na nchi. Nachotaka kusema ni nini? Siku zote za maisha yako, ukitaka Mungu akusaidie, mpe heshima yake. Mpe heshima yake. Ona shida ulionayo ni ndogo, Mungu wako ni mkubwa sana. Ona dhiki ulionayo ni ndogo, Mungu wako ni mkubwa sana. Ona tabu ulionayo ni ndogo, Mungu wako ni mkubwa sana. Ona tatizo ulionalo ni ndogo, Mungu wako ni mkubwa sana, kwa sababu ni Mungu wa mbingu na nchi. Ona ugonjwa ulionao ni mdogo, Mungu wako ni mkubwa sana. Ona changamoto ulionayo ni ndogo, Mungu wako ni mkubwa sana, kwa sababu ni Mungu wa mbingu na nchi. Ukitazama mambo na kuona mambo kwa jinsi hiyo, Mungu wako atakusaidia. Kwa nini? Na kama ni ugonjwa, Mungu wako atakuponya, hata kama una jina kubwa. Kwa nini? Umempa Mungu heshima yake. Nachosema ni nini? Lazima utengeneze ngome ya kiroho. Lazima utengeneze ngome ya kiroho ili uweze kushinda. Narudia tena, lazima utengeneze ngome ya kiroho ili uweze kushinda. Narudia tena, lazima utengeneze ngome ya kiroho ili uweze kushinda. Na kwa lugha nyingine, ili uweze kumshinda shetani asikushambulie eneo la macho. Ndio maana kuna wakati mwanadamu anaweza kaingia ofisini kwake akakutana na barua inayosema kuanzia leo umestopishwa kazi. Yaani unaweza kaingia ofisini, sikuombea hivyo, ila inaweza ikatokea ukaingia ofisini ukakutana na barua inayosema kuanzia leo umestopishwa kazi kwa ajili ya uchunguzi, au umestopishwa kazi kabisa, au mkataba ulionao kati yako na serikali, watenda fulani, au na kampuni fulani, au na shirika fulani, wakutana barua inayosema mkataba umevunjwa. Ukiwa hujajenga ngome ya kiroho ili kumshinda shetani eneo la kuona, baada ya kuona ile barua, baada ya macho yako kuiona ile barua na kuisoma ile barua, kuiona ile barua na kuisoma, baada ya kuisoma utashangaa unapata pressure. Unaanza kujiuliza taishije, itakuwaje, mbona nasomesha, itakuwaje? Maswali yanakuja mengi sana, yatakuletea pressure. Utapata mshtuko, utapata pressure, kwa sababu utakuwa na maswali, kila kitu unasema itakuwaje, itakuwaje, itakuwaje. Mwishoni utaumwa pressure. Lakini kama umejenga ngome ya kiroho ili kumshinda shetani eneo la kuona, baada ya kusoma barua, baada ya kuiona barua na kuisoma, narudia tena, baada ya kuisoma, kuiona barua na kuisoma, inahusu kustopishwa kazi, hiyo kwa ajili ya uchunguzi au uchunguzi hakuna. Baada ya kuona barua inahusu kuvunja mkataba kati yako na shirika fulani au kampuni fulani, mkataba watenda, utakapoiona ukiwa umejenga ngome ya kiroho, na kuambia pressure haitaingia ndani yako, wala dhambi haitaingia ndani yako. Kwa nini? Utasema Mungu aliyenipa kazi ya hii anaweza akanipa kazi nyingine sehemu nyingine, kwa sababu unajua nguvu za Mungu wako. Ukisema baada ya kuona tu ile barua, ukisema Mungu aliyenipa kazi anaweza akanipa kazi nyingine, kwa sababu Mungu wako ni Mungu wa mbingu na nchi, ni Mungu wa second chance. Na kwambia utapata pressure, wala utamnungunikia Mungu dhambi kaingia ndani yako. Sana sana tuambia Mungu asante kwa muda wote ulioniwezesha kufanya kazi mahali hapa, ili anakubariki kwa kuwa unaenda kunifungulia mlango mwingine wa kazi sehemu nyingine. Utasema hivyo kwa nini? Na pressure utapata, wala dhambi ya manunguniko utafanya. Kwa nini? Kwa sababu umejenga ngome ya kiroho. Lakini usipojenga ngome ya kiroho ili kumshinda shetani, pressure itaingia ndani yako, kwa sababu umeshambuliwa eneo la kuona, na dhambi itaingia ndani yako.
Na naomba nisome tena neno la Mungu, kitabu cha Samueli wa pili. Naomba nisome Samueli wa pili 11. Neno la Mungu linasema hivi. Samueli wa pili 11 mstari wa pili. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari, juu ya jumba la mfalme, yani ikulu kwa lugha ya leo. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga. Huyo mwanamke alikuwa mzuri sana. Daudi akiwa kwenye jumba la kifalme, lugha leo tunasema ikulu, alipokuwa anatembea juu, alipotazama kwa chini, akamwona mwanamke wa mtu anaoga. Huyu mwanamke wa mtu wakati anaoga, Daudi alipomwangalia, neno la Mungu linasema huyu mwanamke alikuwa mzuri sana. Daudi akamtamani yule mke wa mtu. Lakini kwa nini akamtamani? Kwa sababu ameona, macho yameona. Na kwa nini amemtamani? Kwa sababu Daudi hakujenga ngome ya kiroho kumshinda shetani au kushinda vita eneo la kuona. Daudi akamtamani baada ya kuona mke wa mtu anaoga na alikuwa mzuri. Daudi akamwagiza mkuu wa majeshi, mume wake amweke, mume wa yule mwanamke awekwe mbele vitani. Mume wa mtu akauliwa, mume wa yule mwanamke. Daudi akamchukua mke wake. Kwa nini Daudi hakujenga ngome ya kiroho kumshinda shetani eneo la kuona? Kama angejenga ngome ya kiroho kumshinda shetani eneo la kuona, hata baada ya kutazama mke wa mtu, dhambi ya kumtamani mke wa mtu singeingia. Kwa nini? Imeandikwa usitamani. Imeandikwa usitamani. Nachosema ni nini? Nasema hivi, lazima utengeneze ngome ya kiroho eneo la, ili kushinda vita eneo la kuona, ili dhambi isiingie ndani yako kupitia kuona, na pressure isiingie ndani yako kupitia kuona. Narudia tena, lazima ujenge ngome ya kiroho ili kushinda vita au kumshinda shetani eneo la kuona, ili pressure isiingie ndani yako na dhambi isiingie ndani yako, ili pressure isiingie ndani yako na dhambi isiingie ndani yako. Naomba niende eneo la pili la kusikia. Neno la Mungu linasema hivi, kitabu cha Samueli. Naomba nisome Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 16 na kuendelea mpaka 18. Samueli wa kwanza 4:16 mpaka 18. Samueli wa kwanza 4:16 hadi 18. Na Mungu anasema hivi, nazungumzia eneo la kusikia. Lazima tushinde vita au tumshinde shetani vita. Tushinde vita au tumshinde shetani, ili pressure siingie ndani yetu na dhambi siingie ndani yetu. Neno la Mungu linasema hivi, Samueli wa kwanza 4:16. Yule mtu akamwambia Eli, mimi naam nimetoka jeshini, naam leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, alikwendaje mwanangu? 17. Yeye alileta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata wanawako Hofni na Fineasi wameuawa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Neno la Mungu linasema mstari wa 18, ikawa alipotaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa. Neno la Mungu linasema hivi, Eli alisikia habari za vitani. Ni kweli Israeli ilikuwa imeenda vitani, lakini neno la Mungu linasema hivi, askari mmoja alikuwa amerudi. Eli yeye akasikia yule askari anatoa taarifa. Eli akamuita, akamwambia, mwanangu, mambo yalikwendaje? Akaambia, watoto wako wawili Hofni na Fineasi wamekufa na sanduku la Bwana limetwaliwa. Neno la Mungu linasema aliposikia sanduku la Bwana limetwaliwa na watoto wake wawili wamefariki, wamekufa vitani,
Neno la Mungu linasema akapata mshtuko yeye, alikuwa amekaa kwenye kiti, akaanguka akafa, kichwa chake kapigiza chini, akafa. Kasikia habari za vitani, watoto wake wawili Phineas na Hofni wamekufa, sanduku la Bwana limechukuliwa. Na wakati anapewa ile ripoti, alikuwa amekaa kwenye kiti kama mimi nilivyokaa. Neno la Mungu linasema akapata mshtuko, akaanguka, kichwa kapigiza chini, akafa. Kwa lugha nyingine, Eli baada ya kusikia habari ya vita isiyofurahisha, habari mbaya, neno la Mungu linasema, kwa nini shetani aliwashambulia neno la kusikia? Neno la Mungu linasema Eli aliposikia akapata mshtuko, akafa kwa pressure. Kwa nini? Kasikia habari zisizofurahisha. Na nataka kusema ni nini? Eli alikufa baada ya kusikia habari mbaya au zisizofurahisha kwa sababu moja, hakutengeneza ngome ya kiroho kumshinda shetani eneo la kusikia. Hata wewe usipotengeneza ngome ya kiroho kumshinda shetani eneo la kusikia, rahisi kufa kwa pressure, rahisi kuingiza dhambi ya manunguniko. Kama Mungu, kwa nini imetokea hivi? Kwa nini Israeli ameshinda vitani? Neno la Mungu linasema hivi. Hebu tumtazame na Ayubu 1:16-17. Neno la Mungu linasema hivi, huyo alipokuwa akali akinena, akatokea mwingine akasema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona kukuletea habari. 17. Huyo alipokuwa akisema, mwingine akasema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia, wakaenda nao, naam wameuaa wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona. Naomba niruke niende 20 na 21. Ndipo Ayubu akainuka, akalarua joo lake, kisha akanyoa nywele kichwa chake na kuanguka chini na kusujudu. 21. Akasema, mimi nilitoka nyumbani nilitoka narudia tena, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Na ninachotaka kusema, Ayubu naye alisikia habari zisizofurahisha au habari mbaya kama Eli. Kwa lugha nyepesi, Ayubu naye alishambuliwa eneo la kusikia kama Eli alivyoshambuliwa, akafa kwa pressure. Na Ayubu alishambuliwa eneo la kusikia, akasikia habari mbaya, akasikia habari zisizofurahisha. Lakini Ayubu, kwa sababu alikuwa ametengeneza ngome ya kiroho ili kumshinda shetani eneo la kusikia, akasema, nilikuja duniani nikiwa uchi, tarudi nikiwa uchi, jina la Bwana libarikiwe. Na Ayubu alimjua Mungu wake ni Mungu wa second chance. Na mwisho neno la Mungu linasema Mungu alimpa Ayubu mali nyingi kuliko mali za kwanza zilizopotea. Maana zilipotea mali nyingi sana, na zilikuwa ni mali za mifugo, ndio zilikuwa nyingi kuliko zingine. Nini nataka kusema? Nachosema ni nini? Ayubu alisikia habari zisizofurahisha, lakini hakufa kwa pressure kama hivi. Alisikia habari mbaya, lakini hakufa kwa pressure. Kwa nini? Alijenga ngome ya kiroho ili shetani asimshambulie eneo la kusikia, na hicho ndio kilichomfanya ashinde vita. Pia neno la Mungu linasema, Isaya 38 mstari wa 1 hadi wa 5, linasema Ezekia alipokuwa anaumwa, nabii Isaya akamfuata akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako utakufa. Neno la Mungu linasema Ezekia akainamisha uso wake ukutani, akalia sana. Kwa nini? Ezekia hataki habari za kufa, wala hana mpango wa kufa. Kwa lugha nyingine, Ezekia alisema hivi, Mungu, wewe umepanga wewe nife au umepanga shetani? Hafi mtu hapa. Neno la Mungu linasema Ezekia akamkumbusha Mungu mema aliyowahi kuyafanya duniani, aliyowahi kuyafanya siku za nyuma kabla hajaanza kuumwa. Baadaye Mungu akamwambia Isaya kabla hajafika mbali, rudi mwambie Ezekia tamponya na atamuongezea miaka 15 ya kuishi. Isaya
38:1-5 inasema hivi. Nini nachotaka kusema? Nasema hivi, Eli alikufa kwa sababu kutengeneza ngome ya kiroho ili kushinda vita, kumshinda shetani eneo la kusikia. Ndio maana aliposikia habari zisizofurahisha, habari mbaya, akafa kwa presha. Lakini haja ya ujumbe huu, Mungu anataka utengeneze ngome ya kiroho, eneo la kusikia, ili ukisikia habari mbaya au zisizofurahisha, ili uweze kushinda vita kama Ayubu na kama Hezekia. Ayubu aliposikia habari mbaya, habari za mifugo yake kutwaliwa, habari za kufilisika, habari zisizofurahisha, neno la Mungu linasema, nilikuja duniani nikiwa uchi, tarudi nikiwa uchi, jina la Bwana libarikiwe, na akasujudu. Hezekia aliposikia habari mbaya, hakupata pressure, alimlilia Mungu, akamtafuta Mungu, akamkumbusha mema aliyofanya. Neno la Mungu linasema akaongezewa miaka 15. Nachotaka kusema ni nini? Lazima mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, utengeneze ngome ya kiroho, shetani asikushambulie eneo la kusikia. Na hata akikushambulia, ili uweze kumshinda shetani eneo la kusikia, ili nini? Pressure isiingie ndani yako ikakuwa, na ili pia dhambi isiingie ndani yako kupitia kusikia. Kwa nini? Wakati Eli amesikia habari zisizofurahisha, habari mbaya, aliposhambuliwa eneo la kuona, la kusikia, aliposhambuliwa eneo la kusikia, wakati Eli imeshambuliwa eneo la kusikia, kilichomuua, sawa, amesikia watoto wake wamekufa, watoto wake wamekufa wawili, Hofni na Finehasi, lakini kilichomfanya afe, sababu kuu, alijiuliza, kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini Mungu ameruhusu? Kwa nini na dhambi manunguniko? Nachotaka kusema ni nini? Tengeneza ngome ya kiroho, ili shetani akikushambulia eneo la kusikia uweze kumshinda, ili pressure siingie ndani yako kafa kama ili kwa pressure. Zamani pressure tulikuwa tunaita mshtuko, akafa kwa pressure. Ila pia tengeneza ngome ya kiroho ili kumshinda shetani na kushinda vita eneo la kusikia, ili dhambi isiingie ndani yako. Maana yake hata ukisikia fulani amekusengenya, hutapanic kwa sababu umejenga ngome ya kiroho. Hata ukisikia hata usema vibaya, hutapanic kwa sababu unajua. Hata ukisikia habari zisizofurahisha, hata ukisikia godauni lako uliowekeza limeungua, hutapanic kwa sababu umejenga ngome ya kiroho, kwa sababu una Mungu wa second chance. Utasema jina la Bwana libarikiwe, utasujudu, na utasema Bwana ametwaa, Bwana aliyenipa, Bwana ametwaa, utasema jina lake libarikiwe. Kwa nini? Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa second chance. Na naomba nitoke hapo, naomba niende eneo la 3 na la 4. Neno la Mungu linasema hivi, kitabu cha Mwanzo 25:29 mpaka 34. Neno la Mungu linasema hivi, Yakobo akapika chakula cha dengu, Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, akawa nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo likamwita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama mimi ni karibu ya kufa, itanifaa nini haki yangu ya mzaliwa wa kwanza? Yakobo akamwambia, niapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau alidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Sikiliza neno la Bwana. Nazungumzia eneo la vita, namba 3 na namba 4. Namba 3 eneo la kunusa, na namba 4 la kuonja linafanana, ni vinaenda pamoja. Kwa lugha nyingine ni mapacha ya maeneo. Hayafanani lakini mapacha. Eneo la kunusa na kuonja vinaenda pamoja. Neno la Mungu linasema Esau alitoka porini bila kitoweo siku ya kupata. Wakati anakaribia maeneo ya nyumbani au anaingia maeneo ya nyumbani, akasikia harufu ya dengu. Ulimi ukatamani kuonja. Alipomwambia Yakobo, nipe dengu nile, neno la Mungu linasema Yakobo akamwambia, atakupa dengu na mkate, lakini kwanza niuzie haki yako ya kwanza ya mzaliwa wa kwanza. Neno la Mungu linasema kwa sababu ya pua ya kunusa na shauku ya kuonja,
Esau akakubali. Alipokubali, kitu gani kikatokea? Akauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Badala ya yeye kuitwa taifa la Israeli, akauza ile haki ya yeye kuwa taifa la Israeli au kuwa baba mwanzilishi wa taifa la Israeli. Ile baraka ya kuwa baba wa taifa la Israeli akaipoteza Esau. Ile haki yake ya mzaliwa wa kwanza akaiuza. Kwa nini? Kwa sababu ya harufu ya dengu na ulimi kutamani kuonja. Nini nataka kusema? Lazima utengeneze ngome ya kiroho ili kushinda vita na kumshinda shetani. Eneo namba 3 la vita la kunusa, na la 4 la kuonja, ili presha isiingie ndani yako na dhambi isiingie ndani yako. Ngoja nikupe mfano mdogo tu. Ukitaka kujua watu wanashambuliwa sana huko duniani eneo la kunusa na kuonja, hasa vijana. Leo nikuulize swali, harufu ya chips na kuku, yani pua imenusa chips, imenusa harufu ya kuku na ulimi kutamani kuonja, ama eneo ni pacha ya kunusa na kuonja, yamesababisha wanafunzi wajawazito wangapi wamepata mimba na wasiokuwa wajawazito? Kwa sababu ya harufu kunusa chips na kuku. Ni wengi sana wamepewa mimba kwa sababu ya kutamani ya kunusa harufu ya chips na harufu ya kuku, au kunusa vitu vinono na kutamani kuvionja hivyo vitu vinono. Baadaye wakauza haki yao, wakauza utu wao, wengine wakabebeshwa mimba. Na baada ya kufungulia mlango wa dhambi wakabebeshwa mimba, na baadaye yule aliyempa mimba alipopigiwa simu, aliposema nakataa mtoto huyo si wangu, na pressure ikatokea. Kwa nini? Yani pua kunusa na kuonja kumemfanya mtu kanunuliwa kweli chipsi, kanunuliwa tena kuku, na baadaye alipopata ujauzito mimba ikakataliwa. Kitendo cha mimba kukataliwa kikaleta pressure. Ndio maana nasema hivi, lazima utengeneze ngome ya kiroho. Haijalishi we mtoto, we baba, we mama, haijalishi una umri gani. Nasema na mwanadamu anaishi chini ya jua, balozi wa Bwana duniani nasema naye, lazima utengeneze ngome ya kiroho ili kushinda vita eneo la kunusa na kuonja, ili pressure isiingie ndani yako na dhambi isiingie ndani yako. Usipojenga kunusa na kuonja, kutaingiza dhambi ndani yako na kutaleta pressure ndani yako. Wengi wametegwa kwa vile wanavyovitamani. Sizungumzi vijana tu, hata watu wazima wengi wametegwa kupitia vile wanavyovitamani, wanavyonusa na kuonja, na baadaye walivyovionja, baada ya kuvinusa vikawaletea madhara, pressure ikaingia, dhambi ikaingia. Lakini Mungu hapendi iwe hivyo kwako. Ndio maana Mungu amekuletea hii message ili utengeneze ngome ya kiroho. Kwa nini usifanye makosa aliyofanya Esau? Esau kunusa na kuonja kulimponza, akapoteza baraka ya kuitwa baba wa taifa la Israeli, baba wa Israeli au wa taifa la Israeli ambalo lipo leo duniani na litaendelea kuwepo. Ninachotaka kusema, lazima utengeneze ngome ili kumshinda shetani eneo la kunusa na kuonja. Na hili ni eneo la 3 la 3 la kunusa na la 4 kuonja. Haya maeneo ni maeneo pacha, yanaenda pamoja. Na naomba niende eneo la 5. Naomba nisome neno la Bwana, kitabu cha Samueli wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi. Samueli wa kwanza mstari wa 12 mpaka 14. Eneo namba 5 inayotupasa kumshinda shetani, kutengeneza ngome ili shetani asitushambulie wala asitushinde, ni eneo la hisia au uwanja wa vita, eneo la hisia. Neno la Mungu linasema hivi, Samueli wa kwanza 1:12 hadi 14. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Ana alikuwa akisema moyoni mwake, midomo yake ilionekana kama akinena kwa sauti isisikiwe. Kwa hiyo
Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli alipomwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Sikiliza neno la Bwana. Watu wengi hawajajenga ngome eneo la hisia. Neno la Mungu linasema Ana alikuwa akiomba, alikuwa anahitaji mtoto, na ndio mamake Samueli. Eli alipomwona hekaluni anaomba, kwa sababu alikuwa anaomba kimya kimya, akamdhania ya kuwa amelewa, akamwambia utakuwa mlevi hata lini? Sikiliza neno la Bwana. Inakupasa kumshinda shetani, kushinda eneo la hisia, ili pressure siingie ndani yako na dhambi siingie ndani yako. Kosa kubwa la Eli, alikuwa akimwona mtu anaanza kumhisi vibaya. Mtu yuko hekaluni, unamhisije kamelewa? Kwani hekaluni ni baa? Sikiliza neno la Bwana. Lazima utengeneze ngome ya kiroho ili kumshinda shetani eneo la hisia, ili pressure siingie ndani yako na dhambi isiingie ndani yako. Kuna mtu anauliza swali, balozi wa Bwana, pressure inaingiaje ndani yangu kupitia eneo la hisia? Sikiliza neno la Bwana. Kwa mfano, wewe ni mtu uliyefanikiwa sana mtaani kwako, kibiashara au kikazi, au una kazi nzuri, kwa lugha nyepesi una fedha. Baadaye aidha ulifilisika kibiashara, ukawa una fedha tena, unifahamu, au ukafukuzwa kazi, kwa sababu wakati una fedha ulikuwa unaishi kwa jeuri ya fedha. Baada ya kuishiwa pesa, utakapokuwa unapita, hata ukikuta watu wanaongea habari za Chelsea, za michezo, labda timu ya Chelsea wanazungumzia na Manchester, au timu ya Liverpool na Chelsea, au Liverpool na Arsenal, au Simba na Yanga, utakaposikia watu wanaongea habari za michezo wanacheka, kwa sababu wewe uliishi maisha ya ujeuri ya fedha na sasa hivi una pesa. Eneo lako la hisia litakuwa linashambuliwa. Kila utakapoona watu wanacheka, utasema watu wanakucheka wewe. Kwa sababu hiyo utaanza kujihukumu, nimefilisika, watu sina pesa kama zamani, watu wananicheka, kila anakoenda watu wananicheka. Hata ukikuta watu wanaongea habari zao zingine, utawahisi uongo kwamba wanakusema wewe, kumbe wanapiga stori zingine, aidha za michezo au zingine zozote zile za kifamilia na kadhalika. Wewe utaanza kuhisi watu wanakucheka wewe. Kwa sababu hiyo utajihukumu, watu wanakucheka kila kona. Hiyo wakati unajisi hivyo, hizo hisia zako za kuhisi watu wanakusema wewe, kwanza zitakufanya dhambi ingie ndani yako, kwa sababu unawahisi uongo. Namba 2, zitakuletea hisia ya kusema jamii na kudharau, inakucheka kwa sababu una pesa tena. Na zile hisia zitakuletea ugonjwa wa pressure, na zinaweza zikakuua kwa pressure. Ili usife na dhambi isiingie ndani yako, lazima utengeneze ngome ya kiroho ili kushinda vita na kumshinda shetani, ili pressure isiingie ndani yako na dhambi isiingie ndani yako. Na jifunze kuwawazia watu, kuwahisia mambo mema. Kama mambo mabaya yapo, utayajua tu. Hakuna kitu kigumu duniani kama kuficha dhambi. Nachosema ni nini? Lazima ujenge ngome ya kiroho kushinda vita eneo la hisia, ili pressure isiingie ndani yako na dhambi isiingie ndani yako. Naomba niombe na wewe. Inawezekana nasema balozi wa Bwana duniani, ulichosema ni kweli, lakini leo hii nimekuelewa, nataka kumpokea Yesu. Naomba niombe na wewe. Naomba useme, Bwana Yesu, mimi mwenye dhambi, naomba unihurumie na unisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote, uovu wangu wote. Ufute jina langu kitabu cha hukumu, uandike kitabu cha uzima. Karibu Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Miliki maisha yangu, tawala tangu sasa na hata milele, na kataka za shetani zote. Karibu Yesu, miliki maisha yangu milele yote. Amen. Naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, na achilia upako juu ya mtoto wako wa kushinda dhambi, na zaidi ya kushinda, wa kutengeneza ngome za kiroho, ili shetani maeneo yote matano ya vita, kwenye viwanja vyote vitano vya vita, maeneo yote matano ya vita, kwenye malango matano yote ya vita, maeneo matano yote ya vita, ili na achilia upako wa kutengeneza ngome ya kiroho ili kushinda vita maeneo hayo yote, ili pressure isiingie ndani ya mtoto wako na dhambi isiingie ndani yake, ili dhambi isiingie ndani yake na pressure isiingie ndani yake. Baba, mshike mkono, msaidie kwa mamlaka yako yote na nguvu zako zote, kwa jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Asante.